Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu tunapata rehema, neema na fadhili zake. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake ambao Mungu anatutendea. Tunatupa kwenye marekebisho kidogo. Kuna watu waliona picha ambayo ilikuwa haina sauti, ni changamoto ilitokea kidogo. Nimesema tupo kwenye maboresho, kwa hiyo ukiona kuna changamoto kidogo ni rehemu, maana tuna vifaa vyetu tunarekebisha na leo tunaanza kuvitumia tena. Kuna changamoto ilitokea kidogo ya sauti na tumesharekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumekuwa na mfululizo wa vipindi vyetu endelevu vya maombi hatua hadi hatua na neema hata neema, na kwa kadiri ambavyo tumesogea ndivyo ambavyo tunazidi kuona utukufu wa Bwana, ndivyo ambavyo tunazidi kuona rehema za Bwana. Na tumeomba kwa namna tofauti na vipengele tofauti. Tuliomba kwa habari ya njia, tukaomba kwa habari ya vita, tukaomba kwa habari ya imani. Ni vipengele mbalimbali ambavyo vipo ndani ya maono. Tuna agenda 12 za kuombea, kwa tunazidi kutafakari hatua hadi hatua. Sasa tuangalie kipengele cha maombi. Vipengele katika vipengele 9 hapo chini kuna kipengele cha maombi, na mstari ulioko hapo ni waraka wa kwanza Yohana 5:14 hadi 15. Waraka wa kwanza Yohana 5:14 hadi 15 nasema, na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sana mapenzi yake atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, tunajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi ndani ya maono ni tunaomba sawa sana maelekezo ya Mungu ndani ya maono. Ile picha maono inazaa maombi, lakini tumeona hapa kuna agenda ni kama 11 za ambazo 12 zimefungwa ndani ya maono. Kati hizi agenda 12, agenda moja ni agenda ya maombi. Kwa hiyo maombi ndani ya maono ni kuombea kile Mungu amesema, kukiatamia kwenye maombi mpaka kimetokea. Na kinapotokea kuna hatua ya kwanza, kuna hatua ya pili, kuna hatua ya tatu, kuna hatua ya 4 mpaka kuna hatua ya 5 mpaka yamkini 7. Inategemea kiwango cha ukubwa wa maono. Kwa hiyo unapoanza kuomba hatua zinasogea za maono. Sasa hapa tunaona ya kwamba tukiomba na huu ndio ujasiri tulio nao kwake, tukiomba sawa sana mapenzi yake atusikia. Mapenzi ya Mungu yamefungwa ndani ya maono yake. Maono ya Mungu yanapoachilia ndani yako yanakupa picha ya mwisho toka mwanzo. Ile picha ya mwisho ya Mungu unapoiombea ndio unaomba katika mapenzi ya Mungu. Na kama tukijua kwamba atusikia tuombacho chochote, tutajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Sasa haya mahitaji hapa ambayo tumeweka hapo 12 ni yale, ni zile haja, kwamba ndani ya maono yana haja, maono yana mahitaji ambayo tunatakiwa tuyaombea. Sasa unapoombea agenda 12 na agenda 11 ni agenda moja wapo ni ya maombi, kwamba unavyoomba ndivyo ambavyo mapenzi ya Mungu yanadhihirika, ndivyo unavyozidi kusogea hatua hadi hatua na neema hata neema. Kwa mapenzi ya Mungu yamefunuliwa ndani ya shauri lake. Mapenzi ya Mungu yamefunuliwa ndani ya maono. Kwa kadiri ambavyo unazidi kuomba ndivyo mapenzi ya Mungu yanavyozidi kuonekana hatua hadi hatua. Kwenye neno letu la msingi ambalo tumetembea nalo, kitabu kile cha Isaya 46:10, Biblia inasema, nitangaze mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kwa nasema tukiomba katika mapenzi yake atusikia, na tunazo zile haja. Sasa hapa anapotangaza mwisho toka mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, Mungu anapotangaza mwisho tokea mwanzo, anachokisema nasema shauri langu litasimama. Kwa hiyo tunapoombea maono
tunaombea shauri la Bwana lisimame. Tunapoombea maono, tunaombea kusudi la Bwana lisimame. Lakini anasema nami nitatenda mapenzi yangu yote. Kwa unapoombea maono ya Mungu aliyotangaza kwako, unaombea mapenzi yake mpaka yatimie yote. Maana anasema nitatenda sema nami nitatenda mapenzi yangu yote. Mapenzi yake ni yapi? Anapotangaza mwisho, ametangaza mapenzi yake. Unapotembea kwenye mapenzi yako, unatembea kwenye kusudi lake. Kwa hiyo unapoombea picha ya Mungu, lazima uombee kusudi lake, lazima uombee mapenzi yake. Lakini tumechakata tukaona vipande ndani ya maono. Unapozidi kuviombea, unapata msuli, unapata ujasiri wa kwenda viwango hadi viwango, unapata ujasiri wa kwenda utukufu hadi utukufu. Kwa kadiri ambavyo unaombea mapenzi ya Mungu kwenye maono, unapata hatua ya maono. Kwa kadiri unavoombea kusudi la Bwana ndani ya maono, kwa iko neema Mungu inafunuliwa kwako. Kwa hiyo maombi ndani ya maono ni kuombea maono ya Mungu. Na niseme hivi, maono ni siri. Mungu anapofunua maono kwako, usitangaze, usiweke mabango. Hata kama kuna waombaji, mnaomba pamoja, mnaaminiana, mnafanya vitu pamoja, lakini ishi ya maono ni ya mtu binafsi na Mungu. Na kama Bwana akikwambia utafute mtu wa kuomba, lazima Mungu akupe mtu yeye. Kwa sababu Musa alipoenda kuomba mlimani, alipewa Huri na Haruni wakamtegemeza. Sasa Bwana akikupa watu kutegemeza, lazima ukae kwenye madhabahu akupe majina, lazima akupe watu waaminifu. Kwa sababu changamoto aliyopata Yusufu aliposema maono ya Mungu naye kwa ndugu zake, walitaka kumuua. Kwa hiyo si kila muombaji atakuomba naye kwenye maono. Maombi ndani ya maono ni jambo binafsi la Mungu. Akikwambia shirikisha watu, basi utashirikisha sawa sawa na mapenzi ya Mungu ambayo Mungu ameyakusudia yeye. Kwa hiyo ni kitu cha msingi sana, ni kitu cha busara sana. Usianike maono yako kwa kila mtu. Usianike maombi yako hata kwa mtu ambaye anaaminika sana. Labda nikupe mfano mepesi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, wewe upo ndani ya kanisa. Juu yako kuna mchungaji, juu yako kuna viongozi wengine hapo ndani ya kanisa, mpaka unafika kwenye ngazi ya askofu. Mungu anakutangazia kwamba kesho yako mchungaji wako atapiga goti mbele yako, askofu atapiga goti mbele yako, sirani atapiga goti mbele yako. Hivi hapo kuna usalama utatokea kweli? Kama hawajapondeka ipasavyo, ugomvi utaanzia hapo. Kwa hiyo Mungu anaweza kukupa kitu kikubwa mara 7 kuliko mchungaji wako. Anaweza kaleta kitu kikubwa mara 10 kuliko askofu wako. Kwa kama Mungu anapokusemesha vitu vikubwa vya kihuduma, atamia binafsi kwenye madhabahu ya Bwana. Bwana akikwambia mshirikishe mchungaji wako, na maana ana stamina kukulea ufike pale. Lakini Mungu akiona mchungaji hana hiyo stamina, hawezi kukuruhusu useme. Kumbuka kuna mtu anaitwa Samueli na Eli. Mungu kuna vitu Eli watoto wake wakina Finehasi walikosea kwenye madhabahu ya Bwana. Mungu akaamua kumuinua Samueli aweze kureplace pale, ashike nafasi ya Eli na familia yake. Sasa Mungu akampa unabii wa moto sana Samueli, wa hukumu juu ya nini? Ya nyumba ya Eli. Sasa Samueli Mungu alimsemesha, lakini Mungu aliporuhusu kusema, aliposema naye, Eli alishuka, hakuleta vita na Samueli. Lakini angalia Daudi. Mungu alipotangaza jambo kubwa kwa Daudi, alipoanza Mungu kumtukuza Daudi, ndipo Sauli alitaka kumua, alimwinda kila mahali. Kuna kupa hii ni faida binafsi kwamba maono hayatangazi. Acha waone matokeo ya maono, lakini usiseme kila kitu juu ya maono, maana maono ni siri, kwa sababu si kila mtu atastahimili kile Mungu alichokusemesha juu ya kesho yako, maana inahatarisha nafasi za watu wengine. Kwenye kitabu cha Zekaria 12 mstari wa 8, itasoma hapo Zekaria 12 mstari wa 8, Biblia inasema, katika siku hiyo Bwana atawalinda wenyeji wa Yerusalemu, na yeye aliye Zekaria 12 mstari wa 10. Zekaria 12 mstari wa 10, Biblia inasema, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenye Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamuombolezea.
kama vile mtu amwombolezeavyo mwana wa pekee, nao wataona uchungu kwa ajili yake, kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Pointi yangu iko hapa, nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenye Yerusalemu roho ya neema na kuomba. Roho ya neema na kuomba. Maombi ya kuombea maono ni maombi yenye mchakato mpana. Maombi ya kuombea maono ni maombi endelevu ambayo utayaomba hayana yaani si ni maomba wiki au ni maomba mwezi. Maombi ya maono ni maombi endelevu. Lazima unahitaji nguvu za Mungu kwenye kona ya masema nitamwagia roho ya neema na kuomba. Kwa hiyo lazima omba Mungu akupe uwezo wa kuomba muda mrefu, kwa sababu utasikia maombi ya siku 40, utasikia maombi ya miezi 3, utasikia maombi ndani ya mwaka huu. Tenga kila siku angalau masaa 2 kwa session ya kuomba. Kwa hiyo maombi ya kuombea maono sio maombi ya kisheria kama lazima ufunge, lazima ni maombi yenye mchakato. Fikiri Musa alikaa mlimani siku 40 usiku na mchana. Sasa maombi ya kuatamia maono ni maombi endelevu. Lazima omba Bwana kumwagia roho ya neema na maombi. Lakini pia cha pili, hakikisha tenga muda pamoja na majukumu yako yote. Kama msana uko busy, tenga usiku at least lisaa kama Bwana Yesu, na tenga lisaa moja la kuombea maono kwa kila siku. Kama una nafasi pana zaidi, tenga hata masaa 2. Kama nafasi ya Biblia sema kwamba amkesha nami hata kwa saa moja. Kiwango cha chini kabisa cha maombi ni lisaa moja. Kwa tafuta hiyo nafasi mbele za Bwana, anza kuatamia. Kumbuka kuku anapoatamia mayai yake vizuri anatoa vifaranga, lakini akiruka kuatamia mayai yake yanakuwa visa. Lakini tunajifunza kuku anatamia vifaranga kwa siku 21, lakini bata ni karibu siku 30 kitu. Kanga tofauti kadhalika. Kwa hiyo kiwango cha maono ndicho kinachokopa muda mrefu wa kuatamia kwenye madhabahu ya Bwana. Acha nikuombe roho ya neema na maombi ikuatamie kwa ajili ya kutengeneza msuli wa ndani, stamina madhabahu yako na moto wa ndani wakuatamia maono mpaka yadhihirike, mpaka yawe bayana. Kumbuka Yusufu aliatamia maono yake kwa miaka 17. Miaka 17 alingojea maono yatimie. Kwa maono unataka kuchukua miaka 5, miaka 10, miaka 20, nategemea Mungu alivyokusudia. Katika jina la tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, ninalibariki na kulikuza jina lako. Sante Baba kwa ufunuo ambao umeachilia kwa ajili ya kuombea maono. Umetupa hekima, umetupa busara, umetupa ufahamu Baba jinsi tupasavyo kuomba. Umetupa hekima namna tupasavyo kuomba. Nasi Bwana tunasimama kwenye madhabahu yako kwa damu ya Pasaka ya mwana kondoo Yesu. Baba, tukiomba kwa ajili ya maono, neema yako ionekane katika watoto wako ambao Baba wanakusudia kutenga muda kwa ajili ya kuombea maono. Baba, naomba roho ya neema na maombi ikaweze kudhihirika Bwana. Roho ya neema na maombi ukiachilie juu ya watoto wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ukamwagia roho ya neema na maombi mahali popote unapofuatilia maombi haya, katika taifa lolote Bwana, katika nchi yote Mungu wako unaofuatilia Afrika Mashariki, wako unaofuatilia Tanzania, wako unaofuatilia Marekani, wako unaofuatilia Uingereza na Australia. Baba, katika jina la Yesu, yale maono uliopanda ndani ya Bwana, Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba, achilia neema maombi. Baba, ukamwaga roho ya neema na maombi, roho ya maomboleza mpaka kizaliwe kitu, watunge madripu ya uchungu mpaka kizaliwe kitu, wakatamia maono kwenye madhabahu yako kwa njia ya maombi Bwana, hata kizaliwe kitu katika ufalme wako, katika jina la Yesu. Wakadiri ya neema ya maono ilivyo ndani yake, ndivyo achilia kiwango cha maombi. Wakadiri uliwekeza maombi ndani maono ndani yake, ndivyo wekeza maombi katika Yesu. Ili kile ulichokikusudia ule mwisho leo tangaza Baba, aone zile hatua kwa njia ya maombi na kustamina na kuwa na uvumilivu na unyenyekevu mbele zako, katika Yesu kwa damu na kondoo Yesu aliye hai. Amen. Unaponifuatilia mahali popote nje ya Tanzania, nimepata watu kutoka mataifa mbalimbali
kama unanifuatilia kutoka taifa lolote nje ya Tanzania, ili tupate muunganiko wa maombi na niweze kutaja nchi yako na taifa lako kwenye maombi, basi namba zangu zinapita hapo. Mnanifuatilia kutoka Kenya, mnanifuatilia kutoka Uganda, kutoka kule DRC Congo, mnapofuatilia basi mniambie, mtumishi tunakufuatilia kutoka mahali fulani. Itanisaidia pia namna kupanua wigo wa maombi kwenye nchi yako na taifa. Mungu akubariki. Amen. Amen. Mungu angawatunze katika jina la Yesu. Amen.